Ni wakati mwingine tena, mtazamaji wa Zone Media, nikukaribishe sana tujuzane yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Siku ya hapo jana, shirika la habari la Axios kutoka nchini Marekani limefichua mvutano wa chini chini ambao ulikuwa ukiendelea kati ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Sasa kwa mujibu wa ripoti ambayo ilitolewa na Axios, awali Israel ilikuwa imekamilisha maandalizi ya wimbi kubwa la mashambulizi dhidi ya Iran. Kwa kawaida ni hali ambayo ingetishia kuingiza eneo lote la Mashariki ya Kati katika vita kamili. Baadaye ghafla mpango huo ulizimwa kufuatia mazungumzo ya simu kati ya rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Sasa vyanzo vya habari vinaeleza kwamba katika mazungumzo hayo, yani Trump pamoja na Netanyahu, Trump alitoa onyo la wazi na kali kwa Netanyahu, akimtahadharisha kuhusu hatari ya kuendelea na mashambulizi hayo bila tahadhari. Trump ananukuliwa akisema, "Bibi, ni bora uwe mwangalifu, la sivyo utajikuta peke yako hivi karibuni." Sasa onyo hili la Trump lilitafsiriwa kama ishara kuwa Marekani inaweza kuondoa ulinzi au msaada wake wa kidiplomasia na kijeshi ikiwa Israel itachochea vita kubwa zaidi na Irani. Baada ya shinikizo hilo kutoka kwa Trump, Netanyahu anaripotiwa kulegeza msimamo wake na kukubali kusitisha mashambulizi hayo yaliyokuwa yamepangwa. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya Axios ambayo imezungumzia hali ambayo ilikuwepo siku ya hapo jana. Kwa kifupi ni kwamba Trump anafahamu kabisa kwamba kuendelea na vita dhidi ya Irani ni hatari kubwa, kwa sababu Irani katika mpangilio wake wa vita na nyenzo zake za vita kwenye upande wa silaha, ana shehena kubwa ya droni pamoja na makombora kiasi ambacho kinaweza kumfanya kupigana hata miaka 10 bila kusimama. Sasa basi, kwa jinsi ambavyo mashambulizi yalianza juzi, Trump aliilaumu Israel kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano kwa sababu alishambulia pale Beirut. Ndicho ambacho kilimfanya Irani naye akashambulia pale nchini Israel na vita vikapiganwa ndani ya saa 24. Netanyahu chaguzi lake kubwa ni vita kuliko kitu kingine. Yaani anatamani vita kuliko kitu kingine na Irani. Ndio maana amekuwa akimshinikiza rais wa Marekani Donald Trump mara kadhaa kwamba waingie vitani, lakini Trump amekuwa akikwepa shinikizo hilo kutoka kwa Netanyahu. Sasa kwa jinsi ambavyo Israel imekuwa ikisaidiwa na Marekani katika mambo karibia yote, hasa katika masuala ya kijeshi, Trump amemtahadharisha waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba ni bora uwe mwangalifu, la sivyo utajikuta uko peke yako hivi karibuni. Yaani Marekani itaacha kutoa msaada kwa Israel kwa jinsi ambavyo itachochea vita dhidi ya Irani, kitu ambacho kwa hali ya kawaida kwa vita ya saa 24 ambayo ilipiganwa hapo jana, Israel kwa mujibu wa taarifa alipigana yeye mwenyewe bila usaidizi wa Marekani, japokuwa taarifa kutoka nchini Iran kupitia msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Esmail Bagei, yeye alilaumu Marekani kwa kuchochea Israel kuishambulia Irani. Sasa basi, wewe una maoni gani mtazamaji juu ya hiki ambacho rais wa Marekani Donald Trump amemwambia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu? Naomba ushushe maoni yako kwenye uwanja wa comment hapo chini. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.